kukumbushana na kuelezana mambo ambayo katika jamii yameeleweka ndivyo sivyo, ama pia kukumbushana katika mambo ambayo tuliojisahau. Leo tuangalia katika swala la kushirikiana na wasiokuwa Waislamu, yaani Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kushirikiana nao kunachukulikia, yaani sheria inachukulia vipi na imeturuhusu kwenye mazingira gani? Sisi kwa sababu tunasema hivyo, kuna mambo ambayo yanaendelea. Kuna watu wengine wanaaminishwa kwamba Waislamu ni watu ambao maadui, ni watu wanaoua. Waislamu ni watu ambao wenye ubinafsi, wenye udini. Waislamu ni watu ambao wenye kufuga majini. Kuna nadharia kama hizo, lakini hiyo ni mitizamo ya watu ambao wanapandikizwa juu ya Uislamu ili waweze kuchukia Uislamu na waweze kuwachukia Waislamu na washindwe kuelewa Uislamu, waone kwamba ni dini ambayo si dini sahihi. Lakini tuangalie Mungu mwenyewe kasemaje katika Qur'ani, na ametuamrisha vipi kushirikiana na watu wasiokuwa Waislamu yoyote yule, kwamba Uislamu, Mungu anasema katika suratul Mumtahina aya ya 8 mpaka ya 9. Mungu anasema la yanhakumullahu, hawakatazi Mungu, anasema Mungu hawakatazi kwa wale ambao hawawapigi nyie Waislamu, hawafanyii fujo, wala hawajawafukuza katika miji yenu, yaani mnaishi nao kwa wema, hata kama si Waislamu mnaishi nao kwa wema, basi antabarruhum wa tuqsitu, kwamba Mungu hawakatazi kuwafanyia wema, yaani kuishi kwa wema, kuishi maisha mazuri baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwamba Uislamu unatutaka sisi na wasiokuwa Waislamu tuishi nao kwa wema. Na hata ukifuatilia kwamba historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata khulafau ni watu ambao walioishi na watu wasiokuwa Waislamu, mpaka wengine wakavutiwa na tabia tu ya Mtume, kwamba alivyokuwa akiishi nao kwa uzuri, yaani kwa tabia nzuri. Sasa Uislamu wenyewe unatufundisha namna gani ya kuishi maisha mazuri. Sasa ukiangalia kwamba, lakini katika kushirikiana katika maisha ya kawaida Uislamu haujakataza. Tuangalie kwamba kushirikiana katika masala ambayo Uislamu umekataza ni masala ambayo ni ya kiakida, yani ya kiimani. Masala ya kiimani ndio hatuwezi kushirikiana, kwamba tuone kwamba dini zote ni sawa, yani Uislamu sawa, usiokuwa Uislamu sawa katika masala ya imani. Hapana. Na Muislamu atakayoitakidi hivyo anakosea katika imani, na inawezekana atoke katika Uislamu. Uislamu hauturuhusu kwamba kwa sababu sasa tumeruhusiwa kuishi vizuri tuende kwamba tuabudu sawasawa na hawa, tuende tuabudu lakum dinukum waliya dini, kwamba masala yanapokuja ni masala ya kisheria, ya masala ya kiimani, basi kila mmoja abaki na imani yake. Na ndio maana tuko tofauti, yani sisi tuko tofauti, kwamba wewe unaona huko ndo sawa na sisi huko ndo tuko sawa. Sasa tusitake ili tuonekane wema tuache sheria zetu tuwaridhishe wale. Hapana, Uislamu hauruhusu hivi, bali sisi tutashirikiana kwa wema katika masala ya kawaida ambayo yanaruhusika katika kijamii, yanaruhusika kwa mtu yoyote. Lakini katika masala ya kiimani, Mungu na mtu hatuwezi tukashirikiana, na Uislamu unakataza. Na ndio maana hatuwezi kwamba kuwafurahisha ama kuonyesha umoja katika masala kama haya. Sasa kitu gani ambacho tunatakikana tujifunze? Kwamba kushirikiana na wasiokuwa Waislamu inaruhusiwa kisheria na kufanyiana wema, kwa sababu hata Allah aliposema baadaye mwishoni katika hii aya asema inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah anapenda wale ambao wanaofanya uadilifu, wanaoishi na watu vizuri, wanaofanyia watu wema. Na haifai hata asiokuwa Muislamu kwamba kumuua, kama watu wengine wanavyoambia Waislamu wanaruhusu kwamba wasiokuwa Waislamu wawaue. Hizi ni itikadi ambazo watu wanapandikizwa, hazina ukweli ndani mwake. Sasa Allah anaturuhusu tushirikiane nao, lakini katika masala ya kijamii Allah hajatukataza kushirikiana na wasiokuwa Waislamu, lakini tumekatazwa kushirikiana katika masala ya ibada na katika masala ya itikadi. Kama kuna kipindi cha hapa nyuma tulikuwa tunaona sasa Waislamu
na wao katika masala tuliambiwa zilikuwa challenges zinafanyika kwamba kuna watu wengine wanaonyesha kwamba wao hawana shida, wanaimba masala mengine ya kwaya, sijui wanafanya vitu gani. Vile vitu katika Uislamu hauruhusu, na wala watu walikuwa wakifanya vile wanaamini kwamba wanawakomoa wale viongozi wa dini. Hapana, haya mnajifanyia nyiwe wenyewe Waislamu na yanawagharimu katika dini yenu. Lakini kwamba yule anayefahamu ndio anaweza akaelewa masala kama haya, kwamba kiufupi Uislamu hautukatazi kushirikiana, bali unatufundisha tuishi nao kwa wema, tuishi maisha mazuri, mpaka watu wavutike kwa tabia njema za Waislamu, kwamba hapo ndo namna Mungu ametufundisha na anavyotutaka, na tumeona kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa akiishi na watu ambao wasiokuwa Uislamu. Sasa Muislamu uvutike, watu wakikuona kwamba unavyoishi nao wasiokuwa Uislamu, waone kweli Uislamu ni dini ya Mungu, waone kwamba kweli Uislamu ni dini nzuri. Kwa sababu ukiishi kwa watu kuwafanyia ubaya, kuwanyanyapaa, kama baadhi ya watu wengine huwa wanafanya hivi, wale Answari wale, kuna baadhi yao wale hatuwezi kuwashangaa, kwa sababu hata Waislamu wenzao huwa wanawanyanyapaa, wanawatenga. Hatuwezi kuwashangaa na wala hatuwezi kuwafanya wale ni kiigizo ama ni jamii. Kile ni kipote ambacho kikundi kilicholetwa, tulisema hata katika darasa iliyopita, ni kikundi ambacho kilicholetwa kwa ajili ya kuvuruga. Sasa wale hatuwezi tukawafanya kwamba ni kikundi ambacho tunaweza kukitolea mfano, kwamba hata tukikaa katika jamii tuseme mbona wale Waislamu wanaishiki vile. Wale si kikundi sahihi ambacho tunaweza tukachukulia mifano. Lakini Mungu anasema kwamba Mungu hawakatazi Waislamu kuishi na kuwafanyia wema wale ambao sio kwa Uislamu, bali Mungu anapenda kuona watu wakifanya wema na wakiishi maisha yaliyokuwa mema. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.